wameamua kuingia kwenye kilimo biashara cha viazi mviringo na kupatiwa mbolea za bure za kupandia zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 21.1 ili waweze kuinua kipato chao na taifa kwa ujumla. Uamuzi ambao unakuja baada ya mkuu wa wilaya Kisa Kasongwa mwanzoni mwa mwaka huu kukutana na kundi la vijana wenye dhamira ya kufanya kilimo na kisha kuwakwamua kiuchumi na changamoto ya mitaji. Daktari Myefu kutoka Njombe ameangazia kwa kina taarifa hii. Akiweka wazi sababu ya kuamua kulishika mkono kundi hilo la vijana wenye dhamira ya kupambania ndoto zao kupitia kilimo kwa wilaya ya Makete, Kisa Kasongwa anasema ni kutokana na jitihada walizoonyesha licha ya changamoto ya mitaji wanazokutana nazo. Amesema katika awamu ya kwanza unakwenda kuanza na vijana 160 kati ya 1640 waliolenga kusaidiwa pembejeo bure za kilimo kwa ajili ya kilimo cha viazi, huku sababu kubwa ikitajwa kuwa ni kubadili maisha ya kundi hilo muhimu katika taifa. La kugawa mbolea bure kwa vijana, inspiration kubwa nimepata kutoka kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na ndio maana mmeona kwamba hata baada ya kuapishwa tu aliunda wizara mahususi kwa ajili ya maendeleo ya vijana. Mara zote nimekuwa na ndoto ya kupenda kuwawezesha vijana. Na kwa nini nimechagua vijana kama kiongozi? Kama kiongozi lazima ujitambulishe. Mchakato wa baadhi ya vijana waliofika na mbolea za bure ambazo zimetolewa na serikali kwa kushirikiana na wadau wa mbolea ni pamoja na Rachel Chaula ambao wanaishukuru serikali kwa kusikia kilio chao na kukifanya kazi na kisha kutumia mwanya huo kuomba mawakala kusogeza huduma hizo vijijini. Tunashukuru kwa sababu mpaka tunafika hapa tumeona kila ambacho tuahidi. Lengo kubwa ni kukuza uchumi, lakini si kwa vijana tu, bali tunaamini kama Makete ikifanikiwa basi taifa zima limefanikiwa. Zoezi linalokwenda kufanyika leo linakwenda kuongeza uzalishaji hasa kwenye zao letu hili la viazi ambalo limekuwa na changamoto sana, hususan kwenye pembejeo. Tunamshukuru sana mkuu wetu wa wilaya kwa ajili ya kwa ajili ya kuliona hili na kuamua kutusaidia kwa namna hiyo, hasa sisi vijana ambao tuna changamoto ya ukosefu wa mitaji. Na vijana tukiwezesha tukawa kama wakala kila kata, tutaweza kuwezesha na kuinuliwa na pia na wale wenyeji wetu watakuwa na uchumi kwa sababu watapotea